Kama mtakumbuka, Julai 2023 tume ya kurekebisha mifumo ya kijinai nchini ikiongozwa na Jaji Mkuu mstaafu Jaji Othman Chande ilikuja na mapendekezo mbalimbali juu ya kuboresha mfumo wa kijinai nchini, na tume hii iliundwa katika kujiangaliza mfumo wa kijinai baada ya kuona labda rais mwenyewe hakufurahishwa na utendaji wa vyombo hivi vya dola. Jeshi la Polisi ni chombo kilichoanzishwa kwa mujibu wa katiba ile ibara ya 147, na tunaamini katika utendaji wake wa kazi lazima ufuate sheria na taratibu zake. Hata hivyo, Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu kimeendelea kushuhudia jeshi hili kikamata kinyume cha taratibu, na mara kadhaa kukikwepo na taarifa za ukamataji wa watu unaofanya na askari wasio na sare na bila kufuata taratibu za kujitambulisha, kitu ambacho kinaleta taharuki katika jamii. Na baada ya taarifa kusambaa kwa muda mrefu, jeshi hilo kujitokeza na kusema wao ndio wanahusika. Taarifa za hizi karibuni kwa ambao mnafuatilia, kwa baadhi ya matukio kwa watu waliokamatwa kwa utaratibu usiofuata sheria. Moja ya tukio hili linalomhusisha ndugu Godlove Materu, mkazi wa Chapwa, mji wa Tunduma, wilaya ya Momba, mkoani Songwe, ambao ni mwenyekiti wa madereva wa malori Tanzania, aliyedaiwa kutekwa na watu wasiojulikana tarehe 7 Februari 2027. Baada ya taarifa kusambaa mitandao ya jamii na ndugu wa Godlove kutoa taarifa, ndipo jeshi la polisi lilijitokeza kupitia kamanda wa mkoa na kueleza umma na kuthibitisha kumshikilia mhusika. Hata hivyo, taarifa zilitoka zikiwa zimechelewa, kwani tayari kulishaanza kuwa na taharuki kwamba mhusika ametekwa. Mfano wa pili ni tukio la karibuni la Geita linalosambaa katika mitandao ya jamii, na mtu mmoja aliyevalia kiraia akiwa na silaha nzito za kivita akimkamata mwenyekiti wa wachimbaji wadogo wa mji mdogo wa Katoro. Na kwa mujibu wa picha mjongeo iliyosambaa katika mitandao ya kijamii, mtu huyo anahisiwa kuwa ni askari wa jeshi la polisi. Hata hivyo, tukio hili hazijatolewa taarifa rasmi na ufafanuzi wa jeshi la polisi mpaka sasa hivi. Ndugu waandishi wa habari, tunapenda ifahamike kwa umma kuwa kwa mujibu wa kifungu cha 24 cha sheria ya mwenendo ya makosa ya jinai sura ya 20 kama ilifanywa marekebisho 2025, afisa polisi anapomkamata mtuhumiwa anapaswa kufanya yafuatayo. Kwanza, kujitambulisha kwa jina lake, kituo anachofanya kazi na kutoa kitambulisho chake. Kumweleza mtuhumiwa kwa nini anamkamata na tuhuma zake na kituo anachompeleka. Kutoa fursa kwa ndugu kumtembelea kituoni hapo, pamoja na haki ya kupata uwakilishi kama ilivyoainishwa kwenye ibara ya 13(6) ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Pia mtu huyu ana haki ya kutoa taarifa kwa ndugu zake pale anapokamatwa. Aidha, kwa mujibu wa kifungu cha 51 cha sheria mwenendo wa mashauri ikisoma pamoja na kifungu cha 226 kifungu kidogo cha 7, 8, 9 na 10 cha kanuni za utendaji wa jeshi la polisi, afisa wa jeshi la polisi atatakiwa ndani ya masaa 4 tangu kukamatwa kwa mtuhumiwa au amefanyia mahojiano, kama muda huo utapita bila afisa kuhusika kufanya mahojiano tajwa, atatakiwa kufanya maombi kwa hakimu kuongezewa muda usiozidi masaa 8, na kwa mujibu wa kifungu cha 52, na hii ni kwa mujibu wa kifungu cha 52 cha PGO ambao ndio inayosimamia. Hata hivyo, kuna jambo ambalo nafikiri limeshasahaulika katika jamii. Makosa yote kwa mujibu wa sheria lazima umkamate mtu kwa kutumia warrant. Warrant ni kibali unachokiomba mahakamani kwamba kwenda kumkamata fulani kwa kosa alilolifanya baada ya kuthibitika hivyo. Na pale unapokamata mtu bila warrant ni kwenye makosa machache sana ambayo tunasema ni exception to general rule. Kwa hiyo hata hivyo, kumekuwepo na matukio watuhumiwa kuwekwa mahabusu zaidi ya muda ulioamriwa kisheria bila kufanyiwa mahojiano na hakuna maombi yoyote yanayoombwa.
ndugu waandishi wa habari, ifahamike kwamba kwa mujibu wa kifungu cha 24 cha sheria hiyo, ndani ya saa 24 polisi anapaswa iwe imemfikisha mahakamani mtuhumiwa anayeshikiliwa. Kama itakuwa haijafanya hivyo, basi ni takwa la kisheria mtuhumiwa apewe dhamana ya polisi kama ilivyoainishwa kwenye kifungu cha 65, 66, 67, 68, 69 cha sheria hiyo ya mwenendo wa makosa ya jinai. Msimamo huu umewahi kutolewa pia na maamuzi na Mahakama Kuu Bukoba mbele ya Jaji Malata, ambapo ni maamuzi ya mwaka jana. Katika shauri la Bastini Justinian Waziri na mwenzake Rashidi Hamza dhidi ya OCD Bukoba na RCO Kagera pamoja IGP na DPP maombi namba 25281 ya 2025 yaliyotolewa Oktoba mwaka jana, ambapo ulikuwa ni msimamo wa Mahakama Kuu kwamba kitendo cha jeshi la polisi kukaa na mtuhumiwa zaidi ya saa 24 bila kumfikisha mahakamani na kukaa naye ndani bila kumfanyia mahojiano ndani ya muda ni kukiuka katiba. Hata hivyo, bado kesi za watuhumiwa kukaa mahabusu kwa muda mrefu kinyume cha sheria na baadaye kuachiliwa huru bila kufikishwa hata mahakamani bila maelezo yoyote vinaendelea. Tunapenda kulitaarifu jeshi la polisi kwamba Tanzania ni nchi inayofuata mfumo wa utawala wa sheria kama ilivyoainishwa kwenye katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo ni rai yetu, lazima katiba iheshimiwe. Matumizi yasiyo sahihi ya madaraka. Jambo hili ni jambo ambalo pia la kusikitisha kwa sababu liwahi kutokea huko nyuma, lakini linaendelea kwa kasi. Umekuwa na utamaduni wa kawaida kwa matumizi yasiyo sahihi ya madaraka ya viongozi wa kisiasa, hususan wakuu wa wilaya, mikoa na baadhi ya mawaziri. Hivi karibuni ilisambaa kwenye mitandao ya kijamii taarifa zikimuonyesha mkuu wa wilaya ya Kisarawe akitoa amri ya kuwekwa ndani jumla ya watu 45 waliodaiwa kwenda Kisarawe kununua ardhi. Kwa maoni ya mkuu wa wilaya, ununuzi huo ulikuwa batili kwa hoja kwamba kulikuwa na mazingira ya udanganyifu. Ndugu wanahabari, msimamo ile LHRC, wakuu wa wilaya wana mamlaka ya kipolisi kwa mujibu wa sheria ya mwenendo makosa ya jinai, ambapo polisi ndio pekee wenye mamlaka hayo. Ifahamike kwamba vipo vyombo vya kikatiba ikiwemo jeshi la polisi vipo mamlaka ya kushughulikia masuala yote ya jinai na si mkuu wa wilaya, mkuu wa mkoa, waziri, kutokana na ukweli kwamba mkuu wa wilaya, mkuu wa mkoa hana vyombo vya kiupelelezi wala kiuchunguzi. Aidha, tunatambua kwamba namna moja au nyingine wakuu wa wilaya, mikoa, wenyeviti wa kamati za usalama ni wenyekiti wa kamati za usalama katika maeneo yao ya kazi, na wamepewa mamlaka chini ya sheria ya tawala za mikoa kuweka watu mahabusu kwa muda wa masaa 24 au 48. Lakini hata hivyo ni kwa mazingira maalum yasiyoangukia katika sheria ya makosa ya mwenendo makosa ya jinai. Hivyo ni polisi pekee wenye mamlaka hayo pale inapokuwa ni jinai. Ni msimamo wa LHRC pia, hakuna mahali popote ama ndani ya sheria ya ardhi ama sheria nyingine katika mchakato wa uuzaji wa ununuzi wa ardhi panapomhusisha mkuu wa wilaya, mkuu wa mkoa, waziri. Badala yake sheria ya ardhi imeweka vyombo mahususi vyenye mamlaka inayobainisha mamlaka inayoratibu na upatikanaji na ununuzi wa ardhi. LHRC inasisitiza kwamba wakuu wa wilaya, wakuu wa mikoa waache matumizi mabaya ya mamlaka, hasa zinapohusishwa tuhuma za kijinai. Kinyume chake, jeshi la polisi litekeleza wajibu wake kwa mujibu wa sheria na katiba ya nchi. Pia katika mchakato wa uuzaji au ununuzi wa ardhi, vyombo vilivyopewa mamlaka ya chini ya sheria viachiwe majukumu yake. Mfano mwingine hapa karibuni, mmeona kwamba aliyekuwa waziri wa ardhi akiamriwa kulipa fidia kwa kujichukulia sheria mkononi kwa kuvunja jengo la mtu eneo la Mbezi Beach, Dar es Salaam. Tunasisitiza kuchukua hatua mikononi kunaweza kuleta madhara sio kwa jamii tu, hata kwa mtu muhusika pale atakapowajibika peke yake.
madai ya watu kupotea na kutoonekana. Ni jambo la kusikitisha kwamba bado taarifa za watu kutoweka na kupotea zinaendelea kuripotiwa katika nchi yetu. Mfano mzuri, taarifa iliyotolewa karibuni kwa umma tarehe 5 Februari na shirika moja la kidini ambalo ni Katoliki juu ya kutoonekana kwa Padre Peter Rwezahura aliyekuwa akihudumu katika shule ya msingi Mtakatifu Bakita iliyopo Msoma mkoani Mara, ambapo kwa mujibu wa taarifa hiyo padre huyo amepotea na hajaonekana takribani miezi 6 sasa. Licha ya shirika hilo kufanya juhudi za kila aina kumsaka padre huyo, lakini ni kwa bahati mbaya mpaka sasa hivi hakuna taarifa zote kutoka kwenye vyombo husika kwenda kwa umma. Hitimisho. Ndugu wanahabari, ni msimamo wa LHRC kwamba matukio ya utekaji hayakubaliki na yanapaswa kulaaniwa na kila Mtanzania, kwani matukio ni kinyume cha sheria na yanakiuka haki za watu pamoja na mikataba ya kikanda na kimataifa ambayo Tanzania imeridhia. Jeshi la polisi linatakiwa kutekeleza majukumu yake kwa mujibu wa sheria. Ni wito wetu kwamba jeshi la polisi litoe taarifa kwa wakati pale linapomkamata mtu badala ya kusubiri uvumi wa kutekwa ili kuondokana taharuki katika jamii. Lakini pia linapokamata lifuate taratibu za kisheria. Viongozi wa kisiasa wajiepushe vitendo vya matumizi mabaya ya madaraka na yaliyo kinyume cha utaratibu wa sheria. Jeshi la polisi liwape haki ya dhamana wale wote wanaoshikiliwa kwa makosa ambayo yana dhamana, na kama kuna ushahidi wa kutosha juu ya tuhuma zinazowakabidhi wafikishwe mahakamani ndani ya muda uliowekwa. Imetolewa leo na Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu. Asanteni sana. Kuongea haya tunasaidia kuyaainisha na kujulikana kwa jamii. Kuhusu matatizo mengi tuliyoyazungumza hapa, tumeshafanya zaidi ya matamko. Mfano, sheria ya wakuu wa wilaya na wakuu wa mikoa kuwaweka watu ndani. Kipindi cha serikali ya awamu ya 5 tulienda mahakamani, ile shauri ilitupiliwa mbali. Kwa hiyo sio kana kwamba tunatoa matamko tu wala hatufanyi chochote. Lakini pia haki ya dhamana, kama mtakumbuka kesi ya Dickson Chacha tulienda mpaka mahakama ya Afrika na tukashinda, na utekelezaji haupo. Lakini pia nikukumbushe, kati ya watu walienda mbele ya tume ya Jaji Chande, Kituo cha Sheria za Binadamu, hatukwenda kwa maneno, tulienda na machapisho na tafiti ambazo tumezifanya na tukawapelekea. Na tume imekuja na mapendekezo mazuri, ambapo hata tulipofanya uchambuzi kuangalia tuliopendekeza na aliyochukuliwa na tume, tuliona karibia 80% ya mapendekezo yetu yalichukuliwa. Changamoto tulionayo ni utekelezaji. Tunaweza tukawa tunazinyoshia mkono sheria zetu, tunasema sheria zetu ni mbovu, lakini sio mbovu kama zinavyokuwa zinatumika. Hakuna sheria inayoruhusu kumkamata mtu bila kibali, warrant of arrest. Hakuna sheria inayomruhusu kumkamata mtu bila kujitambulisha wewe ni nani na unafuata kosa gani. Hakuna sheria inayoruhusu kumkamata mtu bila kumpa nafasi hata kubadilisha nguo na kujulisha ndugu zake kwamba nimekamatwa na napelekwa kituo gani. Na hakuna sheria inayomruhusu kukaa na mtu mahabusu zaidi ya saa 24 bila kumpa dhamana au kufikisha mahakamani. Kwa hiyo tuna sheria nzuri huenda, lakini tabia zetu ndio zimekuwa ni mbaya. Kwa hiyo lazima tupige kelele na tuwakumbushe kwamba sheria hizi zipo. Mtakumbuka kwamba chama cha madereva walifanya press yao kama hii, lakini baada ya kuongea ndio wakajitokeza RPC Songwe anasema tunaye, lakini wamemtafuta mwenzao kwa muda gani? Kwa hiyo matukio haya yanaumiza, na pale anapopotea mtu mmoja wanaumizwa mtu mmoja, Bwana Monyo, ni tukio la kusikitisha na la kulaani. Kwa hiyo matamko kama haya tunakumbusha pale tulikuwa tumefika kwa kazi ambayo tumefanyia kwenye haya maeneo. Maana ukiniambia kuna ambao hatujafanya kazi hapa, nitakwambia hapana. Tumeyafanyia na tumeenda mbele zaidi na zaidi.